Kesho tuko kwenye mchezo wa Simba, lakini bahati mbaya mchezo wa mpira sio kile ulichokionyesha nyuma unaweza ukakionyesha leo, sababu mchezo wa mpira wanaofanya kazi ni watu tofauti na nyumbani kwako. Unavorudi ukitaka kuingia ndani unakuta tu switch ya umeme pale, ukigusa taa imewaka vile vile, mradi tu umeme uwepo. Kwa hiyo hata kila siku ukiwasha ni vile vile, kwa sababu ile ni mashine. Lakini kesho watu wanaenda kufanya kazi, ni binadamu. Unaona, kuna wachezaji wengine walikuwa hawapo, kwa hiyo inaweza kawa saa nyingine mechi bora zaidi kuliko ya ile. Unajua mwalimu unavyoandaa timu unategemea ikaleta ushindani. Sasa kazi inafanywa na binadamu. Kwa hiyo nafikiri mchezo wa kwanza wao waliona ulikuwa mgumu na ulikuwa mzuri. Kwa hiyo nafikiri hata mchezo wa kesho utakuwa na upinzani na utakuwa mgumu pia vile vile. Nakaribisha maswali. Tumejiandaa kucheza na Dodoma, na kwangu mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi, na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ina mwalimu mzuri, mwalimu mshindani. Siku zote mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana ushindani, na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma haikuwa mechi rahisi. Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao, na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao tukahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Mimi nafikiri bado tunaendelea na majeruhi ambaye tutaendelea kumkosa Shemaloni Mponda na Kamara katika game ya kesho, lakini Kamara kishaanza mazoezi na nafikiri katika game zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobakia wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Swali la mwisho. Sioni kama kuna kitu kikubwa sana cha kuongeza, kwa sababu siwezi kufikiria kwamba kesho wachezaji watafanya kitu gani. Wao wana mili mikubwa, wana mbinu, wana kila kitu. Tutaonana kesho baada ya dakika 90. Sema na kama mimi nilivyosema, Dodoma Jiji ni timu nzuri yenye wachezaji wazoefu na wachezaji wakubwa pia ambao wameshacheza timu kubwa, lakini sisi kama wachezaji nadhani tunatakiwa tufuate yale mwalimu aliyotuelekeza. Kwa hiyo sisi tunajitahidi yale mwalimu aliyotuelekeza tuweze kuyafanyia kazi ili tuweze kupata pointi 3 katika mchezo wa kesho.